sana Rogers na mama, lakini poleni sana familia ya kina Temba, poleni sana washarika wa majimbo, poleni sana wanafunzi wenzake na James kanisa la Mungu, poleni sana vijana wa jimbo la kati, pole sana mchungaji wa vijana huko hapa, lakini pia poleni sana kanisa la Mungu kwa msiba huu mgumu sana ambao wakati mwingine hata nilipokuwa ninaandaa mahubiri haya nilipata shida sana kuandaa mahubiri. Nakumbuka nilipokuwa ninaandaa mahubiri mara ya kwanza nilipoandaa, kasikia Mungu ananiambia, mchungaji Kimambo, hayo mahubiri ni yako, wala mimi simo humo ndani, kwa sababu umeandaa kwa hisia kali sana. Nikachana nikaandaa tena. Baada ya hapo akaniambia, na hayo pia uliyoandaa nayo pia ninaona ni ya kwako, hebu tulie nikupe kitu ambacho utakwenda kuzungumza na wote ambao wamefiwa. Ndugu zangu, watu wa Mungu, ni mara yangu ya kwanza tangu nimekuwa mchungaji kuzika mwili usiokuwa na kichwa. Na ninachojua mimi ni hiki, ya kwamba Mungu wa mbinguni hata katika hili gumu bado atabaki kuwa mfariji. Mungu huyu wa mbinguni atabaki kuwa fariji. Yohana katika kitabu chake cha Ufunuo wa Yohana alikiandika katika mazingira magumu sana. Tena tunaambiwa na wanahistoria ya kwamba alikiandika akiwa katika kisiwa kile cha Patmo. Na wakati huu, ndugu zangu, wale wasomaji wazuri wa Biblia wanaweza kukubaliana na mimi ya kwamba Wakristo walikuwa wanapitia mateso makali, huzuni. Kilikuwa ni kipindi ambacho Wakristo walikuwa katika woga, kanisa lilikuwa katika woga. Hapo ndipo Mungu akamchukua Yohana na kumpeleka katika kisiwa cha Patmo. Na lengo la Mungu kumpeleka Yohana katika kile kisiwa cha Patmo kilikuwa ni kuhakikishia kanisa la Mungu ya kwamba hata mateso wanayopitia yako maisha baada ya maisha haya. Na ndio maana ukisoma mlango huu wa 21 na milango mingine yote ya kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana, utaona kila mahali anasema kisha nikaona. Na ukiangalia kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana kina mambo mawili. La kwanza, ya kwamba yako maisha ya kupumzika baada ya maisha haya. Yaani maana yake ni kwamba kuna ng'ambo ya kaburi, kwamba anayeteseka sasa hatateseka milele, na anayetesa sasa hatatesa milele. Na ndio maana kuna sehemu mbili. Kuna mahali pengine amezungumza habari za uzima wa milele, akazungumza ya kwamba maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, lakini kuna mahali pengine pia amezungumza habari za jehanamu ya moto. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinafariji wanaoteswa na kuteseka, lakini ni kitabu ambacho kinaonya juu ya wale wanaowatesa wengine. Ndugu zangu, ukisoma huu mstari wa kwanza katika mlango wa 21, Yohana anaanza kwa kusema nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Maana yake ni nini? Maana yake kuna mbingu ya zamani, na mbingu ya zamani anayezungumzia ni mbingu hiyo aliyokuwepo katika kisiwa hiki cha Patmo. Yaani hiyo mbingu ya zamani anayezungumzia
maana yake ni ulimwengu ambao Yesu mwenyewe alisema ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini akasema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ndugu zangu, anaposema ya kwamba nikaona mbingu mpya na nchi mpya, tena akasema kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Bahari ni mfano wa misukosuko. Mara nyingi tumeona hata Yesu alipokuwa kule baharini, chombo kilikuwa kinapigwa, habari za Yona, Yesu akatuliza pepo na ngurumo. Kwa hiyo akasema ya kwamba nikaona nchi mpya. Ndugu zangu, pamoja na msiba huu ulivyo mkubwa, nipende kuhakikishia ya kwamba kifo kinapokuja kinaonekana kwamba ni mwisho, lakini neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba kifo si mwisho, ni mwanzo wa maisha mapya kwa wale walioweka tumaini kwa Yesu Kristo. Ni mwanzo wa maisha mapya. Hata kama tunaumia, hata kama tunateseka, lakini ndugu zangu, wale waliompa Yesu maisha yao, kama kijana huyu James ambaye hata nimesikia alikuwa anaandaliwa kuwa mzee wa kanisa, kuhudumu katika ile ibada ya vijana. Niambiwa hata kwenye mashindano ya Biblia alishiriki, na hakika ya kwamba sasa hivi James anaona mbingu mpya na nchi mpya. Na ndugu zangu, mimi niwaambie tu, Mungu ana njia nyingi sana za kupumzisha watu wake. Mimi nakumbuka kuna wakati fulani nilienda katika moja ya hospitali. Kuna mgonjwa mmoja, nilienda kwa ajili ya mgonjwa mwingine, lakini kuna mgonjwa mmoja akawa ameshika upinde wa suruali yangu, akanivuta na aliniambia maneno mazito sana. Akaniambia, mchungaji, naomba uniombee ili nife. Kwa nini? Kwa sababu anaamini ya kwamba nitakapokufa ninakwenda kupumzika kwa Mungu. Unavyolia, jinsi ninavyojisikia familia ya Temba, lakini bado Mungu anatupa assignment. Anasema yeye ashindaye atayarithi haya. Ndugu zangu, ni ngumu sana kushinda katikati ya maumivu kama haya, lakini Mungu mwenyewe atupe kushinda kupitia Yesu Kristo. Naomba sote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayeumwa, natembea na taarifa ngumu za daktari, unatembea na taarifa ngumu za kesi yako, labda wanataka kukudhulumu mali yako, labda ni mjane, wanataka kukupokonya nyumba, wanataka kukupokonya shamba, wamekunyang'anya watoto. Yaani kila ukigeuka kushoto na taarifa ngumu, ukigeuka kulia una taarifa ngumu, mbele hakuendeki, nyuma hakurudiki, huoni tumaini. Bado Mungu anapaza sauti kwa Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo akisema yeye ashindaye atayarithi haya. Ni assignment ambayo nimekuombea sana ndugu yangu. Maana yake ni kwamba usikate tamaa katika hali ngumu unayopitia. Usikate tamaa katika maumivu makali unayopitia. Ipo assignment ambayo Mungu mwenyewe anasema ya kwamba yeye ashindaye. Na unakumbuka hata Ayubu ilifika mahali mpaka mke wake akamwambia kufuru Ayubu. Ayubu akamwambia mke wake, wewe ni miongoni mwa wanawake wapumbavu. Tupokee mazuri tu kwa Mungu. Tunapaswa tupokee na mabaya. Akasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni kazi ngumu, lakini ni assignment. Yeye ashindaye haya. Yeye ashindaye katika hali hii ngumu. Yeye ashindaye katika maumivu ya ugonjwa wake. Yeye ashindaye katika madeni hayo.
yeye ashindaye katika misiba hii migumu tunayokutana nayo, anasema atayarithi haya. Na mimi nimemwomba Mungu, wewe ni mmoja wapo watakaourithi ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Polisi Dar es Salaam imewakamata watuhumiwa 4 ambao wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tukio ambalo linachunguzwa. Watuhumiwa waliokamatwa na wanahojiwa ni pamoja na Steven Rogers Chaka, huyu ni mbungu, ana miaka 31, ni afisa maabara mkazi wa Hai mkoani Kilimanjaro. Amekamatwa pia mwanamke mmoja ambaye ametambulika kwa jina la Anna Frank Lema maarufu kama Happiness. Huyu ni Mchaga mwenye umri wa miaka 30, lakini ni mkazi wa eneo la Tabata Chang'ombe. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Twalibu Hamisi maarufu kama Mputo mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kigogo Kati Kinondoni jijini Dar es Salaam. Amekamatwa mtu mwingine wa 4 ambaye ametambulika kwa jina la Michael John maarufu kama Tambali mwenye umri wa miaka 26. Huyu ni mkazi wa Kigogo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Vipo pia baadhi ya vielelezo ambavyo vinachunguzwa kuhusiana na tukio hilo. Wito wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa wananchi kuwa watulivu ili kila aliyehusika, kulingana na ushahidi ambao unakusanywa na utakusanywa, aweze kuchukuliwa hatua za kisheria.